Kocha Zuberi, habari yako? Bwana safi. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Bwana, tumesikia taarifa jana ya Karim Boimanda kwamba maandalizi ya dabi yanaendelea, lakini akatufahamisha pia kuna taarifa nyeti zitatoka siku ya leo. Lakini bado kuna kelele zinaendelea, sintofahamu, huku wekundu wa Msimbazi wakituma taarifa, huku Young Africans nao wana yao ambao wanasema. Hii imekaa vipi kocha Zuberi? Dabi kwa Simba na Yanga ni kuoga kwenye giza na ukajua umetakata. Maana yake utata unaendelea, lakini kwa taarifa nilizo nazo zinazoelezwa katika mamlaka, na baada ya kuonekana mamlaka za mpira zimeshindwa kusimamia mpira kwa kanuni, zimemezwa na ushawishi, kukosa kaba kwa viongozi na ushabiki wa timu, matokeo yake yale matakwa ya kawaida yamekuwa magumu na wameathiriwa na pressure ya upendeleo kila upande. Wameshauriwa warudi kwenye suluhu ya gharama ndogo. Yako maelezo yanasemekana waliitwa baadhi ya viongozi wa mamlaka za mpira kwa maana TFF na bodi ya ligi na mamlaka za juu katika kutoa dira. Unajua mamlaka ya juu ikikuita sio kukupa maamuzi, wanakupa dira. Bwana sasa tunakusaidia fanya hivi. Na zimetoka taarifa nyingine. Na ndio maana za kuona mpaka sasa hivi dabi ni kama mtu anayeoga kwenye giza, hawezi kujijua kama katakata. Leo naongea hivi, kesho maneno na mabadiliko. Kwa nini? Kwa sababu moja, ziko sababu ambazo zinadhihirisha wazi dabi tarehe 15 haiwezi kuwepo. Kwa sababu mpaka sasa hujui refari nani. Mpaka sasa hujui viingilio viko wapi. Mpaka sasa timu mwenyeji anayetakiwa kuandaa maandalizi ya uwanja hachezi. Unaona mamlaka inatakiwa kushirikiana timu mwenyeji, migogoro imekuwa mingi, dabi nafikiri inachezwaje. Kwa hiyo shida ni kwamba iko hapo. Lakini Simba nao wametoa taarifa ambao wanataka upendeleo. Simba nao wanataka upendeleo kwa maana kwamba wanaona kabisa kwamba kama mechi haitachezwa tarehe 15 nao hawatopeleka timu. Lakini tusihi tu. Tumefika hapa kwa sababu ya kuishi kwa mazoea. Tumefika hapa kwa sababu ya viongozi wetu wa mpira tunawalaumu. Maana yake tunawalaumu, lakini turudi ukweli. Tunawalaumu kwa sababu walikuwa wanaishi na hizi timu kwa mazoea. Walikuwa wanaishi kwa kuacha taratibu na kwenda kwa mazoea. Matokeo yake mtu akikumbusha mazoea unamkumbusha, akikumbusha taratibu unamkumbusha mbona tulizoea. Lakini kiuhalisia hayo ndio matatizo ya mpira wetu. Kwa hiyo kwa nini kwenye dabi? Dabi itakuwa ngumu kuchezeka. Na maelekezo inaonekana inaweza kachezwa Amani Zanzibar. Na taarifa zilizopo uwanja wa Benjamin Mkapa unaeleza kwa sasa hivi hawezi kuwa tayari. Sisi tunajiandaa na CHAN kupeleka dabi pale. Juzi tu tumemsikia msemaji wa serikali anasema ukarabati unaendelea. Hiyo dabi inachezwaje? Lakini dabi inachezwaje katika mazingira tata? Ila taarifa ya Simba nao umeiona? Nimeiona taarifa ya Simba imejaa kudeka. Imejaa kudeka kwa maana na wao wanataka wabembelezi wasipeleke timu kiwanjani. Lakini mtu wa mwisho kuamua mechi ichezwe wapi ni mamlaka. Lakini sababu ya kutokucheza mechi ziwe sababu za kikanuni na sababu za watu. Sasa inaonekana kila mtu anaweza kaitisha mamlaka isifanye maamuzi. Hili ndio tatizo ambalo linaonekana katika mpira wetu. Lakini sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya mazoea ambayo tulikuwa tumejijengea ya muda mrefu kwenye mpira, kitu ambacho lazima kilaniwe. Mamlaka zimeona mbali, mamlaka zinataka kutatua tatizo, zimeamua kusaidia mpira wetu. Na nilisema siku moja huko nyuma kwamba hawa watasaidiwa kwa namna mbili, kusaidiwa kumaliza mgogoro ama kuondolewa kuwa sehemu ya mgogoro. Lakini sasa hivi wameanza kusaidiwa kwa maana kuhakikisha kwamba mpira wetu unakuwa sawa. Na hiki ndio tunachokitaka watu wa mpira. Jambo liishe, tunapoishia tuanze kwenda kwa usalama. Na ndio tatizo ambalo linaonekana katika mpira wetu. Sasa nani mwenye kosa? Wote tunawajua wenye makosa. Wote tunajua wenye makosa. Mwenye makosa ni yule aliyeshindwa kusimamia wajibu wake. Mwenye makosa ni yule ambaye anayumba kwenye kusimamia wajibu wake. Lakini inakuwaje sasa anayumba? Sababu za kuyumba ni hizi. Kwa mamlaka wakati mwingine inafanya kazi kwa shinikizo la watu kutoka nje ya mamlaka. Wanafanya kazi kwa shinikizo la ushabiki, wanafanya kazi kwa shinikizo la mapenzi binafsi. Matokeo yake zile nguvu za mamlaka zinapotea. Ndio maana ni rahisi sasa hivi ukakuta taarifa ama za TFF na bodi ya ligi, dokumenti za siri ziko kwa mitandaoni kwa watu. Na wao ndio wakikanusha. Taarifa, dokumenti za TFF na bodi ya ligi unakuta zinasambaa mitandaoni mwa watu. Na wala kuwa ni kukanusha. Unajifunza nini kwenye taifa letu? Maana yake ofisi zimeyumba sasa, zinatafuta kusaidiwa nje na sio ndani. Sasa kupitia sakata hili kuna la kujifunza. Miongoni mwa vitu ni makosa ya kimaadili. Juzi Rais Samia tumemsikia analaumu inawezekanaje mtu anatoa siri ya document ya ofisi unaikuta mtandaoni. Maana yake ni kwamba watu wanafanya kazi hawana kaba, wanafanya kwa ushabiki.
document za ofisi ya TFF zinabadilishwa mtaani, na hakuna mara wanakanusha document sio ya kwetu. Maana yake ni kwamba watu wamezidiwa na upepo na pressure ya malalamiko, na wao wanatafuta watu wa kuwatetea. Lakini kupitia hili mamlaka ya mpira inaweza ikatupa dira nzuri siku za usoni, kuhakikisha kwamba mpira wetu usimamiwe kwa weledi na taratibu walizojiwekea wao wenyewe, kuacha kuishi kwa mazoea na kuoneana huruma. Ndio kuna wako watafuta TFF. Haina maana wale viongozi wote waovyo sana. Hapana, tu mazingira ya huruma. Unajua ukiona huruma unakuponza. TFF huruma umewaponza. Uoga umewaponza. TFF wameponza, huruma umewaponza. Leo wanahukumiwa kwa sababu ya huruma yao. Mtu akilalamika unataka kumridhisha, wakati huo unajua hana haki. Sasa ukimridhisha akiwa hana haki, huyu utakamnyonga haki yake naye mundu juu. Anataka haki yake. Na huyu ukimpa haki yake yule ambaye anaona kwa TFF wanaponzwa na huruma yao. Bodi ya ligi na TFF wanaponzwa na huruma yao. Sasa kinachowatafuna ni huruma yao. Wangekuwa wamesimama strict, hawa walikuwa walalamiki, sio wanaona tunaenda kwa utaratibu. Sasa dabi ya tarehe 8 imeahirishwa kuponzwa na huruma wao. Tarehe 15 wanataka kubalance, kujaribu kuweka kitu sawa. Hawa wengine nao ambao wanahisi wanataka kubadilika, nao wanataka kuja kuponzwa na huruma. Kwa hiyo unaona shida inapokuja. Kwa ndo shida. Lakini kweli ulivyo iko hivyo. Vipi sasa kuhusu hii taarifa ya Simba, kama dabi itahairishwa hiyo tarehe 15, basi itachaguliwa tena tarehe nyingine, na Simba wameshasema hawatakubali tarehe nyingine zaidi ya hii tarehe 15. Dabi ikiahirishwa Simba wasibembelezwe. Maana sasa hivi Simba wanataka kubembelezwa. Simba wasibembelezwe. Kwa sababu muda wa kubembelezana umepita. Muda wa kuvutana umepita. Inaahirishwa kwa maslahi mapana. Kama itaahirishwa itakuwa ni kwa maslahi mapana ya mpira wa nchi. Maslahi mapana ya amani ya nchi. Maslahi mapana ya mgogoro wa nchi. Na wala hawatakuwa na mamlaka kugomea mechi. Pale utakapokuwa wameahirisha wasikilize mamlaka. Tarehe 8 dabi iliahirishwa kwa shinikizo. Kila mtu anajua. Wala kukuwa na sababu za kikanuni. Ilikuwa na shinikizo tu. Na mivutano ya ushabiki, mivutano na kuoneana aibu iliahirishwa. Sasa hii ni ya mgogoro ambao umetokana na tarehe 8. Dabi hii wewe rudi tarehe 7 mpaka tarehe 8. Ndio kiini cha mgogoro. Sasa wakiahirisha sasa wanataka kusawazisha tatizo la tarehe 8 litatuliwe. Asitokee mtu mwingine akashinikiza. Maana yake anayetaka kugomea dabi sasa hivi kama itaahirishwa asibembelezwe. Mamlaka isimame kwenye kunyooka. Mamlaka imetikisika kwa sababu ya kukosa utulivu, kuendekeza ushabiki na kumezwa na watu ambao wana hofu ya kufanya maamuzi. Sasa kama imekuja imeshauriwa mpaka hapa mamlaka inasaidiwa. Sio wao tena. Wao wenyewe baada ya mgogoro wa tarehe 8 wameshindwa kukaa na vilabu kwa sababu hawaaminiani, wameshindwa kukaa na vilabu kwa sababu wanaonekana hawajatimiza wajibu. Lakini dabi hii ikiitishwa na kuna watu wao wamewajibika. Kupanga dabi tarehe nyingine kama itapangwa isiwe kigezo cha watu kutokuwajibika. Wako watu wametupa gharama ya huu mgogoro. Nchi nzima inajadili mgogoro miezi minne, watu watulali. Tunaulizwa maswali. Mwezi mzima tunakaa hapa tunalaumu viongozi. Sasa lazima watu wawajibike ambao wamepelekea huu mgogoro kuwa mkubwa kiasi hiki. Lakini yako maeneo ambayo tunayasema kama wadau wa mpira. Kwa maslahi ya mpira wa nchi yetu, kwa maslahi ya mpira wa taifa hili, kwa maslahi ya amani ya taifa hili, tukubali na tuendelee kuelewa kwamba tulipofika ni kwa sababu ya mazoea yetu na sio utaratibu tuliojiwekea. Hilo ndio tatizo. Vipi kuhusu madai ya Young Africans watu kungatuka? Hata ikiahirishwa madai ya Young Africans yatabaki vile vile bila kuwajibika na kutaka kulizima hili jambo peke yake. Haitakuwa suluhu ya matatizo tuliokuwa nayo. Kwa sababu matatizo haya yameletwa na watu. Nao watu wapo. Lazima wawajibike. Lazima wawajibike. Waliosababisha dabi tarehe 20 na tarehe 8 kuharibika lazima wawajibike. Kwa sababu haikuahirishwa kwa mujibu wa kanuni. Hakuna kanuni sema dabi iahirishwe tarehe 8. Hawa ndio wamefanya tuzalishe mgogoro wa tarehe 15. Hawa ndio wamefanya leo utakutana mgogoro utakaoahirisha mechi tarehe 15. Sasa lazima tukubaliane. Dabi iahirishwe itakapopangiwa tarehe, watu waende kwenye hiyo tarehe. Propaganda sijui kuna barua sio imetoka huku, imeenda huku, hazitosaidia. Kusaidia mpira huu tarehe 15 dabi iahirishwe. Itafutiwe siku nyingine hapo itakuwa. Sasa asiyekwenda asibembelezwe. Asiyekwenda peleka timu tayo asibembelezwe.
Kama anataka mgogoro alete mgogoro peke yake, asibembelezwe, kwa sababu mgogoro wa tarehe 8 ulikuwa ni mgogoro ulikuwa haujashirikisha wote. Wameitwa, tunaelezwa, wameitwa na mamlaka, wanaambiwa. Na tutakuwa nyuma kurudi na mtu yote anayetaka kuendesha movement kuto kupeleka timu uwanjani, asibembelezwe. Sababu unaanza kulia wewe, akinyamazishwa mwenzio na watakulia tena. Hakuna kubembelezwa. Hakuna kubembelezwa. Kocha Zuberi umesema wawajibishwe. Nani wa kuwawajibisha? Hawa nani walituharibia dabi? Yaani wale tuvurugia dabi. Wale walikuwa kwenye mamlaka wale vuruga dabi. Kamati ya usimamizi ile kamati ya 72. Nabii wajiuzuru wale. Wawajibishwe kwa sababu wameharibu, ndio wametekeza mgogoro. Yaani dereva kasababisha ajali ya kizembe, alafu mnamwacha gari ikinyanyuka apewe tena aendeshe. Ili tuongezee ajali nyingine. Viongozi wa bodi ya ligi, hususan wanaohusika na kamati ya usimamizi wa mashindano, wawajibishwe. Ni madereva leo tusababishia ajali. Haina haja gari ikitoka garage tuendeshe tena wao. Kwa sababu kichwa ni kile dereva ni yule, gari itakuwa ni mpya. Wawajibishwe kwa sababu hapo ndio eneo ambalo tutakuwa tunaonekana tunawajibika. Lakini hata kama itaahirishwa dabi wote watacheza tena, lazima wawajibishwe. Ila kuchelewa kocha Zuberi Mkalaboko kwa kutolewa taarifa ya huo mchezo rasmi kabisa, kama mchezo hupo au haupo, kuna athari pia. Kuchelewa kutoa taarifa? Kutoa taarifa rasmi, mchezo hupo ama mchezo hamna, maana bado kuna vitu vinaendelea vinawapa wana michezo kigugumizi. Mpaka sasa kuna mgogoro. Kuna mvutano. Hiyo dabi inachezwaje mpaka sasa? Timu mwenyeji hayupo uwanjani, mnaenda kuchezaje? Kuchelewa kutoa taarifa ni kwa sababu ya matatizo. Kuchelewa kutoa taarifa ni kwa sababu ya mvutano. Kwa hivyo mimi nadhani watu waelewe, taarifa mamlaka zinachelewa kutoa kwa sababu ya mvutano. Na sasa hivi isilaumiwe mamlaka. Mamlaka sasa ishapigwa yani ishapigwa ngwara, iko chini. Inataka kunyanyuka. Ikinyanyuka tuwasaidie hawa. Warudi kusimamia mpira vizuri. Na walio haribu wawajibike. Liko wazi na tulisema tangu mwanzo. Watu wamegombana, msiwache waendelee kugombana. Watatuliwe tatizo. Na naamini hakuna mkaidi mbele ya mamlaka zikikushauri. Hata sisi hapa tukishauriwa na mamlaka. Mamlaka ndio baba wa nchi. Na mamlaka wanachokifanya, tunachoelezwa ndio sawa sawa. Hao wasaidiwe, wameshindwa kusaidiana. Sasa anayebishana mamlaka, tutaona yeye kama ana mamlaka ya kwake. Wasaidiwe hawa. Wanagombana watu, mnawaangalia mpaka wanafikia watu wanagombana mpaka wavumiliani. Sasa unamnyamazisha mdogo, mwingine atakulia tena. Tumesema sasa hivi hakuna kubembelezana. Iko hivyo. Shukrani kocha Zuberi. Asante sana.